Haya ndugu zangu, nani ana wajibu mkubwa? Naomba keyword hapo, mkubwa. Wajibu mkubwa, wajibu kwa wote, lakini mkubwa, wajibu mkubwa kati ya mwanaume ambaye mume ambaye analala na dada yake wa kazi nyumbani, mfanyakazi wake wa nyumbani, au dada ambaye anakuja kufanya kazi lakini analala na bosi wake ambaye ni mume wa bosi wake. Okay, analala na bosi wake ambaye ni mume wa bosi wake wa kike, lakini huyo mwanaume pia ni bosi wake wa kiume. Sasa nani ana wajibu mkubwa? Wajibu mkubwa, mbona hiyo keyword haijaeleweka au inakuwaje? Maana nimesoma komenti zenu kama sijazielewa vile. Of course wako wachache sana, yaani sijui tena mmoja ndio kasema hilo libaba likatili, mtu mmoja hapo kasema hivyo. Lakini sijui kuna, yaani naona kama mnamung'unya maneno mnakatakata kona, au kwamba hamjui au ndio mambo ya kuendekeza mila na desturi, mambo ya kusema kwamba hivi vitu ni vya kawaida au ni nini? Yani sijaelewa. Sasa sisi hapa kwenye mfumo wetu wa Wadada Center, mwenye wajibu mkubwa kati ya mume ambaye analala na dada wa kazi, mfanyakazi wake, dada wa kazi za nyumbani, na dada ambaye analala na bosi wake wa kiume, mwenye wajibu mkubwa ni mume wa mtu, ni mwanaume, kiongozi, kichwa cha familia. Huyo ndio ana wajibu mkubwa, ndio anabeba wajibu mkubwa. Hakuna kupepesa macho, hakuna kukatakata kona, hakuna kumung'unya maneno. Wanawake lazima muwe wa kweli, yaani mkubali ukweli mchungu, kwa sababu mume kwanza ana agano na Mungu, agano na mke wake. Anavyokuoa maana yake mnaingia kwenye agano la kulinda ndoa yenu, kuhakikisha uaminifu, kama wanawake wengi wanavyofanya. I'm sure hilo halina upinzani. Sisemi wanawake nao labda pengine hawachiti au wafanye nini, lakini asilimia kubwa wanawake wanalinda agano lao la ndoa. So wanaume ndio wenye jukumu kubwa, wajibu mkubwa katika kulinda lile agano, kwanza la ndoa yake. Pili, wewe kama kiongozi wa familia unaonyesha mfano gani kwenye hiyo familia? Kama wewe kila dada anaingia hapo, wewe zipu yako haikai juu, wewe ni kiongozi wa namna gani? Wewe ni kichwa cha familia cha namna gani? Kwa hiyo wajibu mkubwa nambari moja, mkubwa ni wa mwanaume, ni wa mumeo, ambaye yeye hana adabu, hana heshima, ana fikra za kimaskini, ana fikra za kishetani. Yeye ni mtumwa wa dhambi. Simple, ni mtumwa wa dhambi, ni mtumwa wa hisia zake na hisia zake ambazo zinampeleka kutenda mabaya ni kwa sababu hana hofu ya Mungu. Mbona tunataka kumung'unya maneno? Okay, kwa upande wa dada ana wajibu kama msichana, kama binti, kama mwanamke ambaye una malengo na una ndoto, una wajibu wa kujitunza, una wajibu wa kuheshimu, wa kujiheshimu wewe kwanza, kabla hata hujasema naenda kuheshimu ndoa ya mtu. Wewe binafsi ukiwa ni mtu ambaye unamjua Mungu na hofu ya Mungu na jiheshimu, huwezi kuvuavua nguo unaenda eneo la kazi, bosi anakutaka na wewe unakubali kwa sababu ya njaa zako, kwa sababu ya shida zako. No, dada ambaye ana hofu ya Mungu, dada ambaye anamjua Mungu, havui nguo zake ovyo. Tusije tukachukulia maana kuna wengine wanasema kwa sababu wanatake advantage, kwa sababu wao ni maskini, wanatoka kwenye kaya maskini, wanatoka kwenye sijui maisha duni. Kwa hiyo no, ni tabia chafu. Uwe kwenye familia duni, umetoka kwenye umaskini, umetoka kwenye utajiri, ndugu yangu, hakuna kona. Wako watu wametoka kwenye familia maskini, lakini kwa sababu wamelelewa vizuri, wana maadili, wana hofu ya Mungu, pindi tu wanapoona baba mwenye nyumba anaanza kujipitisha na kumshikashika, maana wanaanziaga mbali, na kumkonyeza, wanaanzia mbali na wadada wanajua. Kwa hiyo waliolelewa vizuri huaga hawakubali kutolerate upumbavu. Dada yuko radhi aondoke kwa sababu anajua kabisa hapa kitakachofuata ni mpasuko kwenye hii ndoa. Hawataki, wanajiondokea kwa sababu wamelelewa vizuri. Sasa dada akikubali, tusije hapa tukasema huyo dada amerubuniwa, huyo dada sijui ni kwa sababu ya vishawishi. Hapana, huo ni ushetani. Huyo dada naye ana ushetani wake, lakini wajibu mkubwa. Kwa hiyo ana wajibu wake, dada naye anawajibika. Wewe kama msichana, kama binti, kama umelelewa vizuri, una maadili mazuri, ni mtu mwenye hofu ya Mungu, unajua haya ni mabaya, haya ni mema,
utasimamia mema no matter what, yani utasimamia mema hata iweje. Kuna wadada kabisa wanaacha kabisa, anasema hata kama ni hiyo kazi acha ife, acha na niachane nayo, na anaenda na Mungu anamfungulia riziki huko mbele. Lakini mambo ya kusema eti kwa sababu kwao maskini eti huyo mwanaume ana hela kamshawishi, huyo dada naye ni dada ambaye ni wale ambao ni watumwa wa dhambi, ana tamaa. Ni dada ambaye ana tamaa, anataka kupata pesa za haraka, anataka mafanikio ya haraka, anataka kujilinganisha na bosi wake wa kike Kwa hiyo anaona akiwa na yule baba na yeye kuna vitu fulani fulani atapata. Huo ni ushetani na haufiki kokote, kwa sababu ukiangalia tu hii story mwisho wake ni nini? Karudishwa kwao. Lakini kulikuwa na mipango, mwenyewe anavyodai alikuwa aolewe na mdogo wake, pengine ingekuwa ni ndoa ya heri, pengine ndio alikuwa amekutana na mume wake pale, angejitunza akaheshimu ule mji, akaendelea kuwaheshimu mabosi wake, na inapobidi, ingawaje kinachotaka kusema, unasema dada akimripotia bosi wake wa kike kwamba mume wake anamtaka, naye yenyewe inakuwa kesi. So sijui inakuwaje kesi, lakini labda angesema kwamba baba ananisumbua au sijui huko mnaitana vipi, maana kwetu hapa ni saa wanaitwa masaa, ila washenzi hawa wasiokuweza kufunga zipu zao sijui tuwahitaje, mashetani sijui kitu gani. Anyway, lakini dada labda angeripoti mapema, bosi wake angeona huyu dada ni dada ambaye ana nia nzuri, ni dada ambaye hana tabia mbaya, ndio maana hata ameweza kuripoti to me, kwangu mimi, na hata kama akimtoa kazini, amshua huyu dada mbele za Mungu atabarikiwa na ataendelea kunyoosha maisha yake, atanyooka, ataendelea kufungua milango ya baraka, tofauti na huyo ambaye eti kwa sababu ya matamaa yake saa nyingine wanajipitisha, saa nyingine wanajichetua, saa nyingine yani wao ndio kama wanawashawishi hao wanaume, kwa sababu shetani sasa amekutana na shetani. Baba huku zipu haifungi, dada naye huku danga, mdangaji alikuwa anatafuta danga, amekuja sio kama anatafuta kazi, anatafuta danga. Wakikutana hao, nafikiri nini kitafanyika ndugu yangu, kama sio kile kitanda ambacho ni cha ndoa, ndio hicho wanaenda kufanya ufusika wao. Kwa hiyo nitaka tu ili niliweke sawa kwetu sisi kwenye mifumo yetu, mwenye wajibu mkubwa wa kulinda familia na ndoa ni mwanaume. Kwanza Mungu amempa cheo kikubwa kama baba, kama kiongozi ambaye anatakiwa kuwa mfano. Kwa hiyo kiniambia kwamba hawa dada wanakuja kuvuruga ndoa zetu, no. Dada anayekuja hata kama ni mdangaji akakutana na baba ambaye amesimama kwenye nafasi yake kama kiongozi, kama mtu ambaye anamjua Mungu, kama mtu ambaye ana hofu ya Mungu, atakayemwangalia yule dada kama binti yake wa kike, au mdogo wake wa kike, na kutaka kumwongoza kwa nia nzuri, hata kama akija danga hawezi kutoka naye, hawezi. Kwa hiyo jamani, wanawake tukubali tu ukweli mchungu, kama tumeolewa na hawa watu ambao ndugu yangu hawana, moja kubwa ni hofu ya Mungu. Kumjua Mungu kunaepusha mambo mengi. Hata huyo amesema sijui ningekuwa sina hofu ya Mungu sijui ningefanya nini, Yaani kumjua Mungu kunaepusha mengi sana. Kwa hiyo mwanaume ambaye anaweza kuepukana na haya mambo ni yule ambaye atakuwa kweli amejaa roho wa Mungu. Kweli ana roho wa Mungu ndani yake. Roho Mtakatifu amemjaa kweli kweli, anamjua Mungu wake, anampenda Mungu wake, hata mtenda Mungu wake dhambi. Huyo ndio mwanaume ambaye anaweza kuepuka hao wadangaji, hao wanaokuja labda na wao wamejipanga sijui wa nini mnaita sijui wachawi nini. Mtu anayemjua Mungu, hakuna uchawi, hakuna nini kitakachopenya kwenye nyumba yake, hakipo. Anayemjua Mungu, naomba nisisitize keyword, anayemjua Mungu, sio sijui mwanaume sijui nini. Mwanaume but mwenye roho wa Mungu, anayemjua Mungu, anayempenda Mungu kweli kweli, huyo anaweza akanusurika. Kwa hiyo ndugu zanguni, huo ndio ukweli mchungu, si ndio? Tusiseme tu hawa dada wanakuja kutuvurugia miji yetu. Hapana. Mumeo, mbona ulali na kila mtu? Wewe si mwanamke? Mbona ulali na kila mwanamume? Unatunza agano la ndoa yako, si ndio? Sasa yeye kwa nini asitunze? Tuache kutetea upumbavu na tuache kufumba macho penye ukweli.